tunapiga mfano kuonyesha kwamba mtu anaweza kufikia hatua akawa ni mtumwa wa kitu, mtumwa wa mali. Anasema ta'is abdu dinar, aangamie yule mtumwa wa dinari. That time dinari ndio inatumika sana, kama vile inavyotumika shilingi na dola sasa hivi. Aangamie mtumwa wa shilingi, mtumwa wa dola, mtumwa wa pesa. Ta'is abdu dirham, aangamie mtumwa wa dirham. Ta'is abdu al-khamisa, aangamie mtumwa wa vitu bora bora, nguo nzuri nzuri. Idha u'tiya, anapopewa na Mwenyezi Mungu, radhiya, anaridhia, asikia raha. Wa idha lam yu'ta sakit, asipopewa ananuna. Kwa nini Mwenyezi Mungu hakumpa yeye? Bwana Mtume anasema ta'isa wa intakasa, aangamie na asiweze kufanya chochote huyo. Kwa nini? Idha shika, anapopatwa na ovu katika shughuli zake, falan takash, hawezi kujiondolea ovu hili. Sasa hii ni picha pana ya kuonyesha kwamba tumezama katika hili lindi la kuitumia dini kwa ajili ya kuipata dunia. Nazungumzia uhalisia jamani. Sio tu katika kipindi, sio kipindi hiki, kipindi cha uchaguzi, kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, kuna watu wameitumia hii dini ya Kiislamu. Hizo dini nyingine tuachilie zao wao kama wao, sisi tuzungumzie kama Uislamu. Wameutumia huu Uislamu kwa ajili ya siasa, kwa ajili ya kufanikia. Na ukweli wako waliofanikiwa na wako wana ahadi, wako wengine ni hohe hahe, wakila wakijaribu hakuna bora. Mashekhe wametuweka njia panda, hatujijui tunaelekea wapi. Na wazi kabisa wamkuta shekhe anaripuka, yani hapa hata ana la kinyambo. Well and good, jitoe katika ushehe kama wanavyosema wenyewe wanasiasa, jiondoe, vua kanzu, vua joho la ushehe, simama kama wewe mwanasiasa, basi hakuna mtu kuuliza. Lakini usitumie dini ili kuweka maslahi yako ya kimali, maslahi yako ya kidunia. Usiuze dini yako kwa ajili ya hiyo. Waislamu,